Uhabari gani Mwanakeo TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa KOA TV. Mwanasiasa kutoka katika chama cha Chadema ambaye ni Godbless E.J. Lema ameamua kuzungumzia masuala ya rasilimali ambavyo zinaweza kusaidia au kutosaidia taifa, na ametoa maelezo marefu kweli kuhusu utofauti ambao upo kati ya Tanzania na Kenya kwenye masuala ya matumizi ya rasilimali, na akatoa mifano kadhaa hapa kuhusu matumizi ya rasilimali kati ya Kenya pamoja na Tanzania. Kiufupi akasema kwamba Kenya wamewekeza sana kwenye masuala ya teknolojia, ndio maana hata rasilimali zao pia zinatumika vizuri na masuala ya ubunifu na kadhalika. Lakini pasi na kupoteza muda, nataka nisome moja kwa moja hichi ambacho ameandika Godbless E.J. Lema, na nukuu chapisho lake, na nukuu: eti kuna watu wanatuonea wivu. Uchumi wa dunia umehama kutoka kwenye utegemezi wa rasilimali za asili kwenda kwenye utegemezi wa maarifa, ubunifu, teknolojia na taasisi imara. Katika Afrika Mashariki, tofauti kati ya Kenya na Tanzania inaonyesha mwelekeo huu kwa uwazi. Tanzania ina rasilimali nyingi, yani ardhi, utalii na madini, lakini rasilimali hizo hazijazaa thamani ya kiwango cha kimataifa, kwa sababu thamani ya kiuchumi siku hizi hutokana na zaidi na ubunifu na mifumo thabiti ya kiutawala. Bila taasisi imara, rasilimali hubaki kuwa uwezo usiotumika kikamilifu. Kenya kwa upande mwingine imewekeza katika uchumi wa maarifa. Nairobi imeingia katika habu ya teknolojia ya Afrika Mashariki, ikipata zaidi ya $630 milioni katika ufadhili wa startup mwaka 2024. Kwa Tanzania, jumla ya mtaji wa startup mwaka huo ilikuwa karibu $96 milioni, ikiwa chini kwa uwiano na uwezo wa nchi. Tofauti kuu inayochochea mafanikio ya Kenya ni upana wa demokrasia na uhuru wa mahakama, vinavyotoa uhakika kwa wawekezaji kwamba haki za kibiashara na mali binafsi zitalindwa. Hili limefanya Kenya kuvutia taasisi nyingi za kimataifa, diaspora yenye nguvu, yani Lemitaches USD 4.8 bilioni na uwekezaji mkubwa kwenye huduma ya real estate na ubunifu. Hata katika utalii na hoteli, Nairobi pamoja na kuwa na vivutio vichache, ina miundombinu na uwekezaji mkubwa zaidi kuliko Tanzania, ikionyesha kuwa thamani ya uchumi hutokana na uwezo wa kubuni na kusimamia, si rasilimali pekee au kwa ujumla. Ushahidi unaonyesha kuwa uchumi wa kisasa unaongozwa na ubunifu, teknolojia na taasisi imara. Kenya imefanikiwa kwa kuwekeza kwenye nguzo hizo. Tanzania inaweza kufikia hatua hiyo sawa kwa kuweka kipaumbele kwenye uchumi wa maarifa na uthabiti wa taasisi. Kwa hiyo rasilimali ya thamani zaidi sio ardhi na madini, bali ni akili na mifumo ya utawala yenye kuaminika. Mwisho wa kunukuu kiti ambacho ameandika Godbless E.J. Lema, wengine wanamuita nabii. Ametoa maoni mazito kweli. Kiufupi, Godbless E.J. Lema amesema katika dunia sasa, nchi lazima ihakikishe kwamba inawekeza katika maarifa, ubunifu, teknolojia na kuhakikisha kwamba inajenga taasisi imara, na akatolea mfano katika nchi mbili ndani ya Afrika Mashariki ambayo ni Tanzania pamoja na Kenya, na akasema kwamba katika jiji la Nairobi ni jiji ambalo halina vivutio vingi vya utalii, lakini pia lina miundombinu imara ambayo inasababisha wawekezaji waweze kuwekeza. Lakini pia akasifu kwamba mahakama ya Kenya ipo huru sana, ndio maana wawekezaji na taasisi nyingi za kimataifa zipo huru kwenda kuwekeza nchini Kenya katika jiji la Nairobi.
Tuje katika sehemu ya comment section nione watu wametoa maoni gani kwa hichi ambacho God bless EJ Lema ameandika katika mtandao wa Twitter. Pasi na kupoteza muda, naingia katika sehemu ya comment section. Wa kwanza hapa naona anaitwa Chikila anasema well said. Tuwekeze kwenye maarifa na mfumo imara ya uwazi. Wananchi wawe na uhuru. Jamii yenye hofu haiwezi kukuza ubunifu. Siasa zilizopitwa na wakati tuziache, tujenge demokrasia na uwazi. Pia tuandike katika katiba nzuri kwa ajili ya nchi, sio ajili ya chama ama kikundi fulani. Lakini Lili anasema, mkuu, sijasoma yote ila hii kauli ya kwanza wivu nimeshindwa soma maelezo yote. Unasema Kenya ambayo vijana wanapata mkopo kupitia simu za mfumo wa NIDA umeunganishwa na taarifa zake zote, alafu wewe hapa ulipo waziri ukienda TRA naambiwa nije na barua ya mtendaji. Hii akaweka moyo hapo wa kuvunjika. Lakini Musa Rajabu anasema bravo, hii somo kama utapata muda naomba waelekeze vizuri, wafundishe kuwa haki ni msingi wa amani, wafundishe kuwa rasilimali sio utajiri bali ni mtaji, wafundishe tunapoelekea ni elimu zaidi, wafundishe wanapaswa kupigania kufika huko, wafundishe walio madarakani wamefunga milango. Show my ID anasema Welema, acha kutuona vilaza basi, huo ubunifu unabuni nini ya kitu gani bila rasilimali? What is internet without silicon? Lakini Hujo anasema uchumi upi wa vijana wameajiri kwenye kamari na viguruguru vya Mchina, wamejaza magari na kuimeza sekta ya madini na utalii kwa majina ya AKA. Wameficha mali uchumi bila uhuru wa kuongea, bila utawala wa sheria, bila demokrasia, ni kupoteza muda. Lakini Samuel anasema kwa hiyo ina maana nchi yetu haina maadui wa kiuchumi. Haya bwana. Lakini Hunjo pia anasema kiongozi yote anayetumia maendeleo yake ni ya washirika wa serikali yake kupima maendeleo ya taifa, huyo ni dalali wa siasa wenye roho ya ukandamizaji. Utawala ni rahisi kuliko kuongoza. Lakini Tono anasema 100%. Lakini Ali Musa anasema akili nyingi. Lakini Acid Bala anasema unamaliza miti, andika machache yenye kueleweka. Lakini Gilson anasema tuendelee kupeana madini kama haya. Lakini Malcolm anasema milioni 40 alafu ndo utaelewa. Lakini Halid anasema kumbuka, ubaya hauna kwao wala hauna kabila, kila umfanyaye atarudi tu katika nyakati Mungu anazopanga. Lakini Sajela anasema kuna muda na uwaza usikute hao watu wanadhani watatawala milele. Amna akili zao, wanadhani bado wanaongoza miaka 70. Akili za watu ni zile zile, imani ni zile zile. Pengine wanadhani wataifanya serikali ya madaraka ya kifalme. Hata time is the best teacher. Hii chukweni, wanaipanga watakimbia. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo ametoa katika chapisho la God bless EJ Lema, ambaye amezungumzia masuala ya rasilimali, namna rasilimali ambazo zinaweza kutumika, na anasema kwa sasa rasilimali si kitu, lakini pia rasilimali zinaweza zikawa kitu kutokana na uwekezaji wa maarifa, ubunifu, teknolojia na kujenga taasisi imara. Tuna wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.